Baba na Mtakatifu, mfalme wa amani, muda mzuri na mwema zaidi katika marafiki zangu, kwa wale ambao wananifuatilia katika mtandaoni. Ni wakati mzuri wa kuweza kujifundisha neno la Mungu, na wewe kama kijana unafaa uweze kujua umuhimu wa kuwa katika ulimwengu wa sasa hivi, maana muda usiokuwa mrefu Mwana wa Mungu ataweza kushuka. Na atakapoweza kushuka, jiulize ya kwamba wewe kama kijana utakuwa mahali wapi? Maana muda huu kila mmoja anafaa aweze kufanya kazi ya Bwana. Kila mmoja wetu anafaa kufanya jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji. Maana sio wengi vijana ambavyo wanajihusisha sana na neno la Mungu, bali tunafaa tuweze kujitolea katika kazi ya Mungu kama vijana. Sasa hata ukiwa mahali pale nyumbani, ukiwa katika shughuli zako, wewe kama kijana jaribu sana kuzungumza pamoja na Mungu katika neno lake. Maana wewe kama kijana una nguvu na uwezo, na yule mwovu anatafuta mbinu ya kuweza kubadilisha jinsi ambavyo unavyohitaji kuishi. Anakuletea lawama, anakuletea starehe ya dunia, lakini mwisho wake ni mauti, na hakuna yule ambaye atakaye kuokoa mpaka hata mwisho wa jana. Sasa ni muda wako na ni muhimu zaidi ya wewe kama kijana, ondoa kila fikra mabaya ukaweze kumrudia Mwenyezi Mungu, maana muda usiokuwa mrefu Mwana wa Mungu ataweza kuonekana katika maisha yako. Wakati ni huu, na ni wakati ni sasa hivi. Jitayarishe, jidhihirishe ya kwamba Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja katika maisha yako. Lakini siku ya leo si yuko mahali pale, bali nipo mahali hapa ya kuweza kuwafundisha neno la Kristo. Na hii neno la Kristo inafaa tuweze kujifundisha juu ya wafu wa Mungu wako wapi, na wanafanya nini, na bado wanatembea ama wako aje? Maana maswali huibuka sana ya kwamba wafu kuna wakati atatutembelea, yaani kuna mtu akifa sijui kunaenda aje, napata mji fulani unafanya matabiko, yule mwanadamu wasirudi, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanachukua huo muda na kuweza kuona ya kwamba kuna ukumbusho wa wafu. Kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika mtu akifa. Lakini ndugu zangu, hebu tuweze kuchunguza neno la Mungu siku ya leo, tuone jinsi ambavyo Mungu anavyosema katika neno lake. Neno la Mungu katika kitabu cha Mhubiri ni 9 fungu lake. Kitabu ni cha Mhubiri ni 9 fungu lake ni la 5. Tusome mahali pale. Mhubiri 9 fungu lake ni la 5, tuweze kujua wafu ama waliokufa wanaenda wapi. Neno la Mungu lasema ya kwamba fungu lake ni la 5, ya kwamba kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa. Ndugu mpenzi, tunaona neno la Mungu linatuonyesha kwa ustadi zaidi ya kwamba wafu wakati anapokufa hajui neno lolote, ama fahamu kitu ambacho linaloendelea katika ulimwengu. Hata ukimwekea sherehe gani, hata ukimweka design gani, mwisho ni ule ule, ya kwamba hajui neno lolote lile, na ya kwamba hata ukumbusho wake hajui, maana mawazo yake
yameweza kutoweka, maneno yake yameweza kutoweka, upendo wake umeweza kuisha katika ulimwengu. Sasa ni muda wake wa kungojea mwana wa Mungu akashuke. Na ni kwa nini nasema hivyo? Hebu tuangalie katika kitabu nyingine, ni kitabu cha Wathesalonike ni wa kwanza. Wathesalonike ni wa kwanza 4 fungu lake ni la 16. Wathesalonike ni wa kwanza 4 fungu lake la 16. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ndugu mpendwa, kuna hii muda ni mzuri zaidi. Wakati utakapokufa ukiwa kama Mkristo wa kweli, utaweza kufufuka, kwa sababu Biblia inatuonyesha ya kwamba Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na atakuwa na mwaliko mkubwa na sauti na parapanda, na waliokufa katika Kristo ndio watakaopata ufufuo wa kwanza. Na Biblia inaendelea ikisema ya kwamba kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja naye katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa mambo hayo. Tunaona ya kwamba kuna baadhi ya watu watakaokutwa wakiwa hai na kuna baadhi ya watu watakaokutwa wakiwa wamekufa. Na pale tunaangalia ya kwamba unakutana na wengine wanasema ya kwamba njia yetu ni hii sisi zote, lakini tufahamu ya kwamba kama Wakristo wanaopenda neno la Mungu, ya kwamba maandiko yake inasema ya kwamba na waliokufa katika Kristo ndio watakaopata ufufuo wa kwanza, na wale walio hai amen, wale walio hai wataweza kunyakuliwa pamoja na hao waweze kumlaki Bwana hewani. Basi swali ni hii, na waliokufa katika dhambini, je, watakuwa wapi? Tangalie kitabu cha Yohana Injili. Angalia kitabu cha Yohana Injili 5 fungu lake la 29. Biblia inasema ya kwamba, tuanzie fungu lake la 28. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambao watu waliomo makaburini watasikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Tufahamu ya kwamba kitu cha kwanza, waliotenda mema watapata ufufuo wa uzima, na wale waliotenda dhambi waliokufa katika dhambi, haleluya, wale waliokufa katika dhambi ama katika mabaya, ufufuo wa hukumu. Je, jiulize ya kwamba na waliosalia wakiwa hai wako wapi? Watafanyiwa nini? Kitabu ni cha Yeremia 25. Kitabu ni cha Yeremia 25 fungu lake la 32 mpaka 33. Bwana wa majeshi asema hivi, tazama, uovu utatokea toka taifa hata taifa, na tufani kuu itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia, na waliokufa na waliouawa na Bwana siku ile watakuwepo. Toka upande mmoja wa dunia hata upande mwingine wa pili hawataliliwa wala kukusanywa, hawatakusanywa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Ndugu mpendwa, pia wale ambao wanatenda dhambi na Yesu atakaporejea wakute wakitenda tu dhambi, Biblia inatuonyesha ya kwamba kitu cha kwanza Mungu ataweza kuwaangamiza, na inasema ya kwamba watatapakaa katika uso wa dunia,
na watalilio vile ambavyo tunalianga tukiwa katika madishi tunafanya hivi katika hivi, lakini wakati huo hakuna mtu yeyote ambaye atakaye lia kwa sababu ya yule, bali watakuwa samadi, yani watakuwa kitu ambayo inaitwa the fertilizer ya ulimwengu siku hiyo. Lakini tunaangalia ya kwamba hata mimea hatujui ya kwamba vile ambavyo itakavyokuwa, lakini sasa tujue ya kwamba waliokufa katika Kristo ndio watafufuliwa katika uzima au wapate uzima, na waliokufa wakiwa katika dhambini watafufuliwa kwa sababu ya hukumu. Ya tatu, na waliokutwa wangali kuwa hai wakiwa wanaendelea kutenda dhambi, Mungu mwenyewe ataweza kuwaua na kuwaondoa katika dunia, na watalilulio wala kukusanywa. Amen. Tuangalie katika kitabu cha Mhubiri Mhubiri 3 fungu lake la 20. Mhubiri ni 3 fungu lake la 20. Mhubiri ni 3 fungu lake ni la 20. Mhubiri ni 3 fungu lake la 20. Tuendelee na kujifundisha neno la Mwenyezi Mungu. 3 fungu lake la 20. Biblia inasema ya kwamba wote huendea mahali pamoja, wote hutoka katika mavumbi, na hata mavumbi urudi tena. Angalia, tunaambiwa ya kwamba wote wametoka katika mavumbi, na wote wametawaliwa katika mavumbi, tena wanarudi katika mavumbi. Hawataenda mbinguni, hawatapaa mbinguni. Haleluya. Sasa tujafahamu ya kwamba waliokufa katika Kristo watakuwa kaburini mpaka Yesu atakaporejea, na pia wale ambao wametenda dhambi bado watasalia mavumbini mpaka wakati Yesu atakaporejea. Ya mwisho, tukiangalia katika kitabu cha Mhubiri 12 fungu lake ni la 7. Nasema hivi, 12 fungu lake ni la 7, Mhubiri sema neno la Mungu lasema ya kwamba nayo mavumbi kurudia nchi kama yalivyokuwa, na roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Kitu cha kwanza tufahamu ya kwamba kile ambacho linapaa mbinguni si mwili haleluya. Mwili ubaki wapi? Bali roho upanda mbinguni, kwa sababu ni Mungu ameweza kuitoa, na hii ndiyo uhai. Basi ndugu wenzangu na dada, fanyeni hivi, jueni jinsi ambavyo neno la Mungu linavyosema, msije mkajikua katika dhambi. Na neno la Mungu linasema ya kwamba katika kukufa, jua ya kwamba mwenyewe Yesu, mwenyewe Mungu atakujia walio wake, na shetani naye atateswa na walio wake. Haleluya. Maana ni muda mzuri wa kuweza kujifundisha neno la Mungu kwa ufasaha, ya kuweza kujua mambo mazuri katika neno la Mungu. Tusije tukaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, tusije tukaenda kinyume na neno la Mungu, maana tutakapoenda kinyume na neno la Mungu hatuwezi kupata ukweli wa neno la Mungu. Tuangalie katika kitabu, andiko lingine, kitabu cha Zaburi Zaburi ni 6 fungu lake la 5. Zaburi ni 6 fungu lake ni la 5. Tuangalie kwa ufasaha zaidi na tuweze kuwa makini kile ambacho tunavyofundishwa. Maana mautini hapana kumbukumbu lako. Wengine huenda kufanya sarakazi yao wakati wanapomaliza wanapomaliza kuzika mtu. Unakuta hiyo familia inaenda tena kurudi katika ile nini, na kuweza kuwa na kumbukumbu. Mara unaleta maua, mara unafanyia hivi,
mara unamjengea. Haleluya! Sasa lakini tujue ya kwamba Biblia inasema mauti, maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Haleluya! Hata umletee maua, hata umletee kinywaji, hata umletee chochote kile, Biblia inatuonyesha ya kwamba yeye hana mawazo kama gani, kama hiyo. Na hata umjengee nyumba nzuri sana, sementi, wakati alipokuwa ulimwenguni haukumsementia, lakini wakati amelala mavumbini una sementi. Hiyo ni yako, hiyo ni bure. Tafadhali ndugu zangu, mkaweze kujifundisha neno la Mungu, muweze kujua jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji. Maana maneno ya Mungu ni matamu zaidi, ni matamu zaidi utakapokubali. Wengi wanadanganywa, wengi wanapitia mambo ambayo havifai tena kidogo. Angalia angalia sasa, ni muda wako wa kuweza kuzungumza na Mungu. Ni muda wako wa kuweza kuchunguza mauzio ya Mungu kwa ufasaha. Usije ukadanganywa. Wewe ukimjengea, unaendelea kumjengea kaburi la simiti. Tuangalie katika kitabu cha Zaburi 11:49. Wewe ukijenga juu, nyumba yake iko chini. Ni 49 fungu lake la 11. Inasema hivi: makaburi ni nyumba zao hata milele, maskani za vizazi hata vizazi, hao waliotaja mashamba yao kuwa majina yao wenyewe. Haleluya! Angalia, kaburi ni nyumba zao hata milele. Kaburi, jua ya kwamba ni nyumba ya watu ambao yani wameweza kufa, na wale ambao wamekufa, hiyo ndio kaburi yao, na hiyo ndio nyumba yao ya milele, mpaka wakati Yesu Kristo atakaporejea na kuweza kuwafufua. Sasa wewe ukiendelea kumjengea yeye hajui lolote, afahamu chochote kile, pesa ambao unatumia mahali pale, jaribu kufanyia kazi ingine. Jaribu kufanyia kazi ingine, ndugu mpendwa, maana hiyo ni muda unapoteza mahali pale, ni muda wako unapoteza mahali pale. Sasa tusimame imara, tukaweze kujua jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji, kwa sababu kuna faida kubwa sana wakati tunapokufa katika Kristo. Katika kitabu ni cha Wakorintho, ni wa kwanza 15:50 kuanzia 54. Wakorintho ni wa kwanza 15 kuanzia 54. 15, Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia fungu lake ni la fungu lake ni la 54. Inasema, basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuja lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Haleluya! Mauti imemezwa kwa kushinda. Hii ni jambo mbili tofauti. Ya kwanza, Biblia inasema ya kwamba kuna wale ambao watafaa mwili si ya kufa, ambao walikufa katika Kristo, na wa pili watafaa mwili ambao ni ya kufa, ambao walikuwa katika dhambi. Sasa faida yao katika ulimwengu, ameishi katika ulimwengu akifanya anasa zake. Sasa mwisho wake imefika mahali ya kwamba amepewa mwili tena ya kurudi katika dhambi na kuangamizwa milele. Lakini huyu wa pili ameweza kupata uzima wa milele, ameweza kufarijika, ameweza kubadilishwa mwili tena nzuri zaidi. Ikiendelea ikisema ya kwamba huu wapi mauti kushinda kwako? Huu wapi mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu ashukuruwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote,
kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu si bure katika Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, tunao faida nzuri zaidi na njema zaidi ya kuweza kuishi katika upendo wa Mungu, wa kuweza kuishi katika furaha ya Mungu. Nitamaliza na kitabu cha Danieli 12 fungu lake la kwanza. Danieli 12 fungu lake la kwanza. Fungu lake la kwanza, Biblia inasema ya kwamba wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na katika wakati wa taabu mfano wake hakuta kuwepo taabu ilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako watakaokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi hao waliolala katika mavumbi ya nchi wataamuka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Jiulize ya kwamba mimi nitakuwa katika njia na katika haki. Hata mwana wa Mungu atakaporejea, nitasimama upande upi, wa uzima au ya kudharauliwa? Ndugu mpendwa, jioji katika maisha yako. Mungu wa amani azidi kuwa baraka kwa wale ambao watakaopata ujumbe wa siku ya leo. Mbarikiwe sana, na Mungu wa amani azidi kuishi pamoja nanyi. Amen, amen, amen. Mbarikiwe sana.